Moja, dalili 5 muhimu za ujauzito mchanga kati ya siku 4 hadi wiki 1 kwa maana ya siku 7. Watu wengi, dalili ya kwanza kabisa ni kutokwa na matone ya damu au kupata damu nyepesi. Hii kwa kitaalamu inaitwa implantation bleeding. Kwa kawaida mjamzito, yani baada ya yai kurutubishwa tu, kabla hata hakijaanza kutengenezeka ile ambayo inaitwa kijusi, huyu mwanamke atapata. Nyingine ya pili huwa ni maumivu madogo madogo ya tumbo ambayo kwa kitaalamu inaitwa implantation cramp. Sasa hii implantation cramp huwa inatokea kama mabadiliko ya kihormone, lakini pia kama matokeo ya kwamba tumbo la uzazi linakuwa linaingia katika mabadiliko ya lazima ya kufanya mwili kuchoka. Yani hapa huyu mjamzito au huyu mwenye mimba changa anapata uchovu wa mwili na kupendelea kulala. Kama unavyoona hapo, mwili unakuwa mchovu sana na uvivu fulani wa hapa na pale, na anaonelea bora kulala. Yani muda mwingi yeye anaona bora kulala. Ukimwacha tu dakika 2 hapo anapata usingizi. Lakini na dalili hizo ni kama vile kujisikia kama anataka kuingia hedhi. Kwa hiyo anakuwa na dalili za kutaka kuingia hedhi, lakini sio kwamba kweli ataingia hedhi. Ni mabadiliko ya homoni ambayo yanapelekea joto la mwili kupanda, lakini anakuwa anasikia hamu ya tendo sana, lakini pia anaweza akawa anasikia pia maumivu fulani ya kiuno muda mwingine. Yani zile dalili zote za kama anataka kuingia period anakuwa na experience sa hiyo. Lakini kadri siku zinavyoenda, basi atapata kukosa ile tunaita utimamu wa mwili. Yani anakuwa hayuko comfortable. Yani kama kuna kitu anakitaka hivi, lakini hawezi akazifanya kama alivyokuwa mwanzo. Lakini hapa inaanza sensitivity ya harufu mbalimbali. Kuna baadhi ya harufu anaweza akazichukia na harufu nyingine akaanza kuzipendelea. Hivyo katika vyakula na vinywaji na hata mazingira fulani, anaweza akawa anapendelea mazingira fulani au mazingira fulani akayachukia. Hizi ni dalili za awali kabisa za mjamzito, kwa mjamzito ambaye wa chini ya wiki. Mpenzi mtazamaji, ni kutahadharisha tu kwamba sio kila mwanamke atapata dalili hizi zote kama tulivyoziainisha hapa. Kwa hivyo kuna ambaye atapata kadhaa, anaweza kupata 2 au 1 au pengine asioneshe. Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji, karibu tena katika channel yetu. Leo tutaangalia kwa ufupi lakini katika umuhimu kabisa dalili za mapema kabisa za ujauzito mchanga ambao ni kati ya siku 4 hadi wiki 1. Dalili 5 muhimu za ujauzito mchanga kati ya siku 4 hadi wiki 1 kwa maana ya siku 7. Watu wengi wanapata kujiuliza sana, je, ujauzito mchanga mtu anaweza kupata dalili au akaweza kugundua kwamba ana ujauzito bila ya kwenda kufanya vipimo? Ukweli ni kwamba hatuwezi tukaziita dalili moja kwa moja, lakini kuna mabadiliko ya kimwili yanayochangiwa na mabadiliko ya kihormoni ambayo huashiria kwamba huyu mtu yuko na ujauzito. Sasa hapa tumeangalia aina 5 tu za hizi mabadiliko ambayo ni muhimu sana kutambua mabadiliko haya ambayo yanaweza yakasaidia kutunza ujauzito usiharibike, lakini pia kuchukua hatua za awali kama vile kuanza kliniki mapema, kufanya vipimo mbalimbali mapema ili kulinda ujauzito huo basi usipate kuharibika. Sasa dalili ya kwanza kabisa ni
Dalili ya kwanza kabisa ni kutokwa na matone ya damu au kupata damu nyepesi. Hii kwa kitaalamu inaitwa implantation bleeding. Kwa kawaida mjamzito, yani baada ya yai kurutubishwa tu, kabla hata hakijaanza kutengenezeka ile ambayo inaitwa kijusi, huyu mwanamke atapata mabadiliko ya kupatwa na matone fulani ya damu. Inaweza ikawa spots hizi blood spot, au muda mwingine anapata vidamu vyembamba ambavyo vinakuwa ni rangi ya browning, au muda mwingine kama pinki hivi. Inakuwa ni vyepesi sana na huwa ni kidogo sana kiasi kwamba hata ile panty haiwezi ikachafuka, kwa maana ya panty liner haiwezi ikachafuka. Na hii huwa inadumu kwa muda mfupi tu, kati ya masaa kadhaa hadi siku 2 na inakata. Na dalili nyingine ya pili huwa ni maumivu madogo madogo ya tumbo, ambayo kwa kitaalamu inaitwa implantation cramp. Sasa hii implantation cramp huwa inatokea kama mabadiliko ya kihormone, lakini pia kama matokeo ya kwamba tumbo la uzazi linakuwa linaingia katika mabadiliko ya lazima ya kufanya maandalizi ya kujishikiza kile kitoto au ile yai ambayo limerutubishwa. Kwa hivyo lazima lipate kuundergo hiyo mabadiliko kutoka hali ambayo ilikuwa ni kavu kwa ile layer ya ndani ambayo inaitwa endometrium layer. Sasa inakuwa thick kiasi kwamba inakuwa ni rahisi au wepesi kwa hii yai lililorutubishwa kuweza kujishikiza na hivyo kuendeleza maisha ya hichi kiumbe kipya. Dalili ya tatu huwa ni mwili kuchoka. Yani hapa huyu mjamzito au huyu mwenye mimba changa anapata uchovu wa mwili na kupendelea kulala. Kama unavyoona hapo, mwili unakuwa mchovu sana na uvivu fulani wa hapa na pale, na anaonelea bora kulala. Yani muda mwingi yeye anaona bora kulala. Ukimwacha tu dakika 2 hapo anapata usingizi, lakini huu usingizi huwa haui wa fofofu. Yani anapata usingizi lakini wa mangamu, inaitwa kwa Kiswahili inaitwa mangamu. Anapata usingizi lakini sio wa kutulia, ila dakika kadhaa tu kasinzia. Hii ni dalili ya moja kwa moja na inapata mapema kabisa chini ya wiki. Na dalili ya 4, mpenzi mtazamaji, ni kupata matiti kuwa laini sana. Sehemu ya matiti kuwa laini sana, lakini pale kwenye chuchu kabisa panakuwa panakaza, yani inakuwa kwa kizungu inaitwa tenderness. Sasa hii ni kwa baadhi ya wanawake, sio wanawake wote. Ni kwa baadhi ya wanawake na inaweza ikaanza mapema sana, hata siku 3 labda au siku 2. Huyu mwanamke anakuwa na experience hali ya namna hii, lakini wakati huo anakuwa na dalili zingine ambazo zinaambatana na pamoja na dalili hizo, ni kama vile kujisikia kama anataka kuingia hedhi. Kwa hiyo anakuwa na dalili za kutaka kuingia hedhi, lakini sio kwamba kweli ataingia hedhi. Ni mabadiliko ya homoni ambayo yanapelekea joto la mwili kupanda, lakini anakuwa anasikia hamu ya tendo sana, lakini pia anaweza akawa anasikia pia maumivu fulani ya kiuno muda mwingine. Yani zile dalili zote za kama anataka kuingia period anakuwa na experience za hiyo. Lakini kadri siku zinavyoenda, basi atapata kukosa ile tunaita utimamu wa mwili. Yani anakuwa hayuko comfortable, yani
kama kuna kitu anakitaka hivi, lakini haelewi ni kitu gani. Anataka kulala lakini usingizi ni wa mangamngamu. Anataka kupumzika lakini hayuko comfortable, yani kwa kifupi. Lakini pia anakuwa kama nilivyokwishaeleza hapo, anakuwa ni mchovu. Kwa hiyo ni mvivu, yani shughuli nyingi anakuwa hawezi akazifanya kama alivyokuwa mwanzo. Lakini hapa inaanza sensitivity ya harufu mbalimbali. Kuna baadhi ya harufu anaweza akazichukia na harufu nyingine akaanza kuzipendelea. Hivyo hivyo katika vyakula na vinywaji na hata mazingira fulani, anaweza akawa anapendelea mazingira fulani au mazingira fulani akayachukia. Hizi ni dalili za awali kabisa za mjamzito, kwa mjamzito ambaye wa chini ya wiki. Mpenzi mtazamaji, ni kutahadharisha tu kwamba sio kila mwanamke atapata dalili hizi zote kama tulivyoziainisha hapa. Kwa hivyo kuna ambaye atapata kadhaa, anaweza kupata 2 au 1 au pengine asioneshe kabisa hadi kufikia ujauzito kuongezeka umri, labda kufikia mwezi au miezi miwili. Na kuna wengine huwa anaweza akafikia asijue kabisa kama ni mjamzito kwa maana ya dalili mpaka atakavyoenda kufanya vipimo. Huwa inatokea pia hiyo. Kwa hivyo hiyo ni tahadhari, sio kila mwanamke atapata hizi dalili kama tulivyozibainisha hapa. Kwa tulivyoziainisha hapa, kuna wengine watazipata, wengine hawatazipata, wengine watazipata zaidi ya 1, wengine watazipata zote kabisa, na ndivyo ilivyo katika maisha ya kawaida. Sasa nitoe ushauri tu, nini kifanyike baada ya kuona dalili hizi, hasa dalili hizi 3 za mwanzo, kwa sababu watu wengi hupatwa na mashaka au imezoeleka kwamba mwanamke mjamzito akikutwa na anatoka damu huwa ni dalili mbaya. Ni kweli kabisa, hii huwa ni dalili mbaya kama endapo itadumu zaidi ya siku 2. Kwa mfano, labda anatoka na damu labda siku 3, 5 au zaidi, na ikawa inaongezeka, hii huwa ni inaashiria uhatari wa huu ujauzito kuharibika au kutoka. Kwa hivyo inatakiwa kuchukua dawa, na dawa zake nitaeleza katika session inayokuja, lakini ni dawa ambazo zinapatikana katika community pharmacy. Lakini pia kama hii hali itakuwa katika kiwango cha juu sana, unashauriwa kufika hospitali, na hivyo utafanyiwa vipimo ili kujua je, ujauzito uko katika sehemu husika, kwa maana katika tumbo la uzazi au uko nje ya tumbo la uzazi, na je kuna uhatari wowote wa huu ujauzito kuharibika au la. Na jambo jingine ni la muhimu sana, kwanza kliniki mapema. Once ukigundua kwamba ni mjamzito, mwanamke unashauriwa kuanza kliniki mapema kabisa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ukianza kliniki, pale kliniki kuna vitu vingi muhimu sana ambavyo utapata kusaidiwa. Kwanza kuna kupima blood group, lakini pia tutapata kupima magonjwa mbalimbali kama magonjwa ya zinaa, tutapata kupima syphilis kwa maana ya kaswende, tutapata kupima magonjwa kama gonorea,